Habari za muda huu? Salama. Pengine ujitambulisha kwa majina yako Tanzania waweze kufahamu pamoja na kwamba unatokea taasisi gani? Okay. Asante. Kwa majina yangu ninaitwa Wabukia Gideon Warioba. Ninatokea taasisi ya Bayer katika department ya Seminis ambayo ina deal na vegetable na mbegu za mboga mboga. Asante. Tuko hapa tunaona hii ni mbegu ambayo kwa mtazamo ni mbegu ya tikiti, lakini tuomba tuambie kitaalamu inaitwaje na inachukua muda gani mpaka kuweza kuota? Okay. Hii ni mbegu ni mbegu ya zao la tikiti, lakini ni aina ya Yash F1 na ni hybrid na ni mbegu yetu mpya ambayo tumeileta sokoni na sasa tunaifanyia demonstration. Inachukua muda wa siku 75 mpaka kuweza kuanza kuzaa na kuanza kutoa matunda. Ustahimilivu wa mbegu hii kwenye mazingira ukoje? Kwa sababu kuna zile mbegu ambazo tunazijua nyingine unaweza kaotesha na mkulima asipate faida kwa sababu zinaweza kufa kutokana na mazingira. Okay. Hii ni mbegu inayostahimili magonjwa, lakini pia ni mbegu nzuri kwa sokoni kwa sababu inatoa tunda ambalo lina muonekano mzuri, tunda ambalo kwa ndani ni tamu, lina mbegu za kutosha, lakini pia tunda ambalo ni kubwa, lina uzito takriban kilogram 6. Kwa hiyo ni nzuri kwa ajili ya soko, ni nzuri kwa matumizi ya nyumbani. Yeah. Mbegu hizi zinahitaji dawa kiasi gani ili ziweze kufikia level ya kuwa lishakuwa tunda? Na pengine hizo dawa ambazo zinatumika katika kupiga hazina madhara kwa mlaji? Asante. Kitu kizuri ni kwamba watu wamezoea kwamba mbegu za kisasa zinapenda sana madawa, lakini kuna siri ndani yake. Siri nzuri ya kitu chochote ni kukihudumia kwa ukaribu zaidi. Sisi haya tunayazingatia kuanzia kwenye upandaji mpaka uvunaji. Hapo katikati kuna shughuli mbalimbali zinazofanyika kwa ajili ya kupelekea hilo zao kuwa vizuri nje ya kupiga dawa. Ambazo shughuli mojawapo ni umwagiliaji mzuri, uwekaji wa mbolea kwa kiwango sahihi, lakini pia management zingine kama kufanya kwa mfano kwenye tikiti kuna management tunasema pruning, lakini pia kufanya training. Yes, lakini pia kufanya monitoring kila siku kwa ajili ya kujua kuna magonjwa gani yameingia na kupiga preventive fungicide, lakini sio insecticide moja kwa moja. Lakini mpaka kuja kufika kwenye hatua ya mwisho ya kupiga dawa, nyuma tunakuwa tumeshafanya management nyingi sana ambazo zinasaidia pia zao lisipate changamoto ya magonjwa na wadudu. Mtaalamu umezungumza vizuri kabisa kuhusu swala la management. Baada ya mkulima kuchukua mbegu kwenu, anapata huduma yote ya ushauri pengine na kufuatiliwa kwamba mazao yake yamefikia level gani, au baada tu ya kununua mbegu kwenu wewe nyie kama taasisi na yeye mmeshamalizana? Asante sana. Kwa upande wetu sisi huwa tunaendelea kumfuatilia mkulima kwa sababu hata anapokuja maeneo haya au anapokuja ofisini kwetu huwa tunapenda kuwapatia mawasiliano yetu, lakini pia business card kwa ajili ya kuendelea kuwafuatilia na kufanya follow up kwa maendeleo ya mbegu zinavyoendelea kufanya kazi shambani. Kwa hiyo huwa tunafanya consultation na huwa mara nyingine huwa tunaenda kuwatembelea shambani kwa ajili ya kuona changamoto wanazopitia na kuweza kuwashauri kwa ajili ya kupata mavuno bora. Kifupi kabisa, kwa mtu ambaye anapenda sana biashara na anapenda kupata faida kwa haraka, zao hili umesema linachukua takriban siku 75 kama sijakosea mpaka liweze kufika sokoni. Kuna changamoto kubwa ya mbegu au matunda haya kuwa yanapasuka wakati wa usafirishaji. Kuna tofauti yoyote kati ya matunda haya na yale matunda meusi ya matikiti ambayo yalikuwa yanazoeleka zamani kwenye level ya ugumu wa ile shell yake ya nje? Okay. Sawa. Matunda yetu uzuri ni kwamba yamezingatiwa katika hiyo trait au hiyo tabia ya kuwa na ugumu, ganda gumu juu. Kwa hiyo hata katika swala zima la usafirishaji una uwezo wa kusafirisha kwa umbali mrefu na usipate changamoto kubwa ya kupasuka. Yanaweza yakapasuka lakini si kwa ukubwa ule au kwa hasara ile ambayo unaweza kaipata kutokana na ule namna ya usafirishaji au njia uliotumia kwa ajili ya usafirishaji. Kwa hiyo yana ganda gumu na ni rahisi kwa ajili ya kusafirisha.